Kulikuwa na mama mmoja, ni mjane, ameachwa na mtoto mmoja na mume wake. Ameachwa, amefiwa, ana mtoto mmoja wa kiume, anampenda sana. Ile nasema siku zikaenda na yeye akafiwa tena na yule mtoto. Si kila mwisho ni mwisho. Kuna misho mingine inaanza mwanzo, inazaa mwanzo. Huyu mama, msiba ukatokea. Baada ya msiba kutokea, wakakaa kikao, wakaorganize, wakasema tutaenda kuzika mahali fulani. Ile siku ya mazishi ikafika, wakabeba yule mtoto. Mama analia. Watu wanabeba wanaenda kufanyaje? Kuzika. Lakini mama huku ndani ana wish, ni nani angelitokea anisaidie mwanangu asiingie shimoni? Ni nani angelinisaidia mwanangu asimame tena? Ndio ilikuwa tegemeo lake la mwisho. Akalia kwa maumivu. Wakati wamebeba mzobe, wanashuka makaburini, wanaume wanapokezana. Biblia inasema Yesu akatokea njia ile walioipita wale waliokuwa wanaenda kuzika. Biblia inasema Yesu akasema kuna nini hapo? Akauliza wanafunzi wake, ile kelele ya vilio ni nini? Biblia inasema wakauliza, wakamwambia kuna mama mjane. Sikia, Yesu anapewa story. Kuna mama mjane aliyefiwa na mume wake. Aliachiwa mtoto mmoja wa kiume wa pekee, tegemeo, na yule mtoto pia amekufa. Kwa hapa wanaenda makaburini. Unajua kilichomfanya Yesu aulize ilikuwa ni kilio cha yule mwanamke. Kuna vitu vikitokea, usilie kilio cha kusema imeisha. Lia kilio cha kuita msaada. Lia kilio cha kumwita Yesu. Lia kilio cha kutafuta ni nani atakayesimama, ni nani anitokea nisaidie. Akasema yale maumivu Mungu huwa anaangalia huku ndani. Huyu mtu anataka nini? Kuna msiba unalia, unasema hii imeshaisha. Mungu hana cha kufanya kwenye huo msiba. Kuna hasara inatokea, unalia hasara ya kujilaumu. Lazima uwe na kilio cha kulia, cha kumwita Bwana, kelele za kumwita Bwana. Hata kama inaonekana ni mwisho, inaonekana haiwezekani tena, inua macho yako juu, hata kama huoni mtu. Unajua walikuwa njiani na hawakuwa wanajua Yesu yuko mahali pale. Akalia kwa uchungu. Alipolia kwa uchungu, Biblia inasema Yesu Kristo anaitwa mkuu wa uzima. Yesu Kristo anaitwa maji yaliyo hai. Yesu Kristo anaitwa niko ambaye niko. Akatokea ule msiba, akasimamisha ule msafara, akasema msiendelee kwenda mbele, wekeni jeneza chini. Akamwita kijana, akasema kijana njoo. Yule kijana akainuka. Biblia inasema akamchukua, akamkabidhi kwa mama yake. Kuna mambo yamkini ni magumu kwako, lakini kwa Mungu yanawezekana. Kwa Roho Mtakatifu yanawezekana. Mama akapokea kijana. Ebrania 11 anasema kwa imani yule mwanamke alimpokea mwanaye aliyekufa. Kwa imani Sara akiwa mzee, akiwa mwili wake umekufa, alizaa mwana. Kwa imani Sara, Biblia inasema mwili wake ulikuwa umeshakufa. Biologically, mwanamke akifikisha 45 anaingia kwenye menopause, hazai tena. Biblia inasema Sara alizaa akiwa zaidi ya miaka ngapi? Anaweza kufanya mambo, anaweza kuleta vitu ambavyo havitarajiwi vikatokea. Biblia inasema yule mama akampokea mwanaye, msiba ukaishia njiani, haukufika makaburini. Mungu ukimwita, Roho Mtakatifu ukimshirikisha,
ukatembea na Roho Mtakatifu, kuna mambo hata kama unaona kabisa yamekufa, yanapelekwa makaburini, ule msafara utaishia njiani. Nami natangaza asubuhi ya leo, chochote kilichokufa ambacho unaona kama kinaenda makaburini kitaishia njiani. We leave everything here, tutayaacha hapa. Machozi unayoyalia tutayaacha hapa, hayatakupeleka makaburini. Kuna mambo utayaacha hapa, hautaenda kule mwisho yanakokupeleka. Kuna vitu vitakuachia hapa. Sikia nikwambie, adui huwa anaficha mambo nyuma ya matukio magumu. Unapatwa na msiba, ili ule msiba uwe kabisa concentration yako na kile ambacho ulikuwa unataka ukifanya. Andika mambo haya machache. Andika hivi: adui hufanya vita sana sirini. Adui huwa anafanya vita sirini, huwa anafanya vita vyake gizani. Kuna matukio yanakutokea, kuna ukame unakutokea, kuna magomvi yanakutokea, aidha nyumbani ama popote. Nyuma ya huo ugomvi, nyuma ya hayo machangamoto na hali ngumu, kuna uharibifu umefichwa nyuma. Kwa Roho Mtakatifu tutasimama. Kwa Roho Mtakatifu tutashinda. Kwa Roho Mtakatifu tutasonga mbele. Kuna vitu lazima uwe na uwezo wa kuviona kwenye microscopic view. Nilikuwa natafuta neno la Kiswahili sijapata. Microscopic view ni kuliangalia jambo zaidi ya linavyoonekana nje. Ukienda kupima afya, ukienda kupima kwamba ulikuwa unaumwa, kuna kitu wanakitumia kinaitwa microscope, darubini. Ina uwezo wa kuona kilichoko ndani ya damu yako. Kwa kawaida we damu yako ukichukua hivi utaona iko sawa, lakini ikipita kwenye darubini ambayo inaitwa microscope. Micro maana yake ni chenye uwezo wa kuona vitu ambavyo haviwezi kuonekana kwa macho haya kwa kawaida. Inakusaidia kuona vilivyoko ndani vidogo. Micro. Adui unajua anafanyaje vita? Anafichaga vitu ndani ya macro things. Macro ni vitu vikubwa hivi, macro. Mimi unayeniona hapa nje ni macro, lakini mimi halisi ni micro. Niko ndani, ni roho. Lakini nje ukiniona niko kwenye hali ya macro. Kwa ukiniangalia kwa macroscopic view, unaweza kaniona mimi ni mtu mwema, unaweza kaniona mimi ni mzuri, unaweza kaona nafaa kuwa rafiki yako. Lakini Roho Mtakatifu akikusaidia ukaniona kwa microscopic view, utaona kile kiko ndani ya moyo wangu. Kuna inuka tabia kwa nje unaiona. Ukiangalia kwa macroscopic view, unaona hii tabia ni ya kawaida. Unaiona tabia kwa mtoto, unaona tabia kwa mtu wako wa karibu, we unahisi ni ya kawaida. Ndani ya ile tabia adui anaficha uharibifu. Alafu unakuja kugundua kwamba ilikuwa na uharibifu when it is too late. Unagundua ya kwamba, ndio maana wataalamu wa afya wanasema usiende usifanye check up kwa sababu unaumwa. Fanya check up kujua afya yako inaendeleaje, hata kama uko salama, hauna ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Why? Kwa sababu most of time tunagundua uharibifu, udhaifu, kufa,
wakati tumechelewa. Sasa ni nani awezaye kukusaidia kuyaona yaliyofichwa sirini, yaliyofichwa nyuma ya ugomvi, yaliyofichwa nyuma ya tabia, yaliyofichwa nyuma ya hali, yaliyofichwa nyuma ya watu? Roho Mtakatifu ndiye huwa anatusaidia. Roho Mtakatifu anakusemesha, huyu mtu aliyekuja kwenye maisha yako kwenye majira haya is not the right person. Achana naye. Roho Mtakatifu anakuambia usipite njia hii. Roho Mtakatifu anakuambia nyamaza, achilia, samehe, anza upya. Si kila unachokiona kinachoinuka kwenye maisha yako ni cha kawaida. Lazima uwe na uwezo wa kuyapima mambo kwa jicho la darubini ya kiroho. Na hiyo darubini ya kiroho ni Roho Mtakatifu. Hata ukitaka kujua yanayoendelea mbinguni, Roho Mtakatifu anajua. Biblia inasema ni nani ayajuaye yaliyomo moyoni mwa mtu isipokuwa roho yake mwenyewe? Anasema vivyo hivyo Roho Mtakatifu yeye anaijua nia ya Mungu. Roho Mtakatifu atakusaidia kujua kwenye majira haya kumebebwa nini, kwenye majira haya kuna nini, kwenye majira haya uishije, kwenye majira haya uendeje. Imagine Ruth akihisi ya kwamba hapa ndo mwisho. Wanadamu wote walikuwa wanaona pale ni mwisho, lakini Roho Mtakatifu ndani yake, kwa sababu ile akili haikuwa akili ya mdada wa kawaida, ilikuwa na uungu ndani. Anasema usinisini kuache. Ni nani anaweza kuacha kabila lake akaungana na kabila la mtu mwingine? Very hard. Kila mtu ana hali ya kufeel proud ya kabila lake, hata kama lina udhaifu. Lakini imagine huyu binti anasema, na unajua Israeli ilikuwa inakataliwa kipindi kile, lakini akasema hivi, kuna kitu cha tofauti nimekiona kwenu, kwenye ukoo wa kwenu, kwenye nchi ya kwenu. Mungu mnayemwabudu nimemuona, ametokea kwenye maisha yangu. Roho Mtakatifu ametokea kwenye maisha yangu. Usinisini kuache. Utakapoenda nitaenda, utakapozikwa nitazikwa. Watu wako watakuwa watu wangu, Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Hayo ni maisha ya imani, maisha ya kumpokea Mungu na kuanza kumfuata Roho Mtakatifu. Mambo muhimu ya kuzingatia ili upate ushindi wako katika Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza, hakikisha kila maamuzi unayoyafanya yanamhusisha Roho Mtakatifu. Hakikisha kila maamuzi unayoyafanya yanamhusisha Roho Mtakatifu. Hakikisha kila maamuzi unayoyafanya yanamhusisha Roho Mtakatifu. Biblia inasema umtegemee, umtumaini Bwana katika mambo yako yote. Mkabidhi Bwana njia zako zote, ndipo utakapothibitika. Do you know what happened? Kama kwenye baraza la moyo wako, ikiwa ukitaka kufanya maamuzi kwenye maisha yako, huwa unaamka asubuhi, alafu ghafla unajikuta uko Mwanza, ama ghafla uko Dar, ama ghafla uko Nairobi, na yale maamuzi uliyoyafanya hayajapita mchakato wa Mungu, mchakato wa mawazo na fikira zako mwenyewe, na mchakato wa watu wako wa muhimu, lazima adui atakuwa anatumia huo mlango kukuibia maisha yako. Ukitaka kufanya maamuzi, Biblia inasema baada ya mashauri mengi fanya vita. Hayo mashauri hayapaswi yatokane na source moja, hayatakiwi yatokane na chanzo kimoja. Lazima uwe una watu wa muhimu. Namba 2, uwe
na nafasi ya Roho Mtakatifu unaiweka. 3, wewe mwenyewe. Yaani anza kujiuliza, itakuwa na afya kwa watu wangu wa muhimu? Mfano, nichukulie mfano. Wewe ni mtumishi hapa kanisani, ni mtendakazi hapa kanisani, na hatima yako Mungu ameiweka hapa ili umtumikie. Unapotaka kwenda mahali, lazima ujiulize, huduma nitaiachaje? Nani atakaa kwenye nafasi yangu? Nani atafanya kile huwa nakifanya? Hata kama wewe ni mfanya usafi, who will take care of my church? Nani atashika nafasi yangu? Ukifanya maamuzi kutokea kwenye vyanzo hivi vitatu, always maamuzi yako yatakuwa ni maamuzi sahihi. Uhusishe watu wako wa muhimu, umhusishe Roho Mtakatifu na wewe mwenyewe. Watu wengi huwa tunafanya mambo based on how we think. Na Biblia inasema hivi, ziko njia nyingi zionekanazo kuwa njema machoni pa mtu, lakini njia hizo zote, hasemi baadhi, anasema zote, huelekea wapi? Mautini. Kila unachokiamua based on how you think, kila unachokiamua kulingana na vile wewe umeona, hiyo ni njia iliyo na hekima machoni pako wewe peke yako, ina guarantee ya mauti. Kwa kile adui ukifanya, anakufanya usiwashirikishe watu wako wa muhimu, na anakufanya kabisa usisikilize kile Roho Mtakatifu anakuambia. Alafu when it is too late, ndo unaanza kusema, ningejua mimi, ningesikiliza ile sauti ilikuwa inaniambia nisiende, ningekuwa salama. Adui yuko very smart. Anapopigana na watu wa Mungu, anawafanya waondoke kwenye huu mchakato wa maamuzi. Always. Na maisha ya watu wengi yameibiwa kwa sababu ya maamuzi mabaya walioyafanya. Maisha yamepotea kwa sababu ya njia ambayo mtu aliifuata. Hakikisha kila maamuzi unayoyafanya, yawe ni maamuzi madogo, yawe ni maamuzi makubwa, yanahusisha Roho Mtakatifu, yanahusisha watu wa muhimu. Ndo anasema baada ya mashauri mengi fanya vita. Baada ya kushauriwa na kushauriana, then liendee jambo, then iendee biashara, then iendea ndoa, then iendea kazi fulani. Unataka kuacha jambo fulani, weka watu, nataka kufanya hivi, itakuwaje? Wakushauri. Na hakikisha, nimesema watu wa muhimu, sio kila mtu ni wa kumwambia mambo yako. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa muhimu ni wale watu Mungu alikuinulia kuaccompany destiny yako. Usije ukajichanganya ukaambia mtu. Kuna mtu ukikosea pia ukimwambia jambo lako ndo limeisha hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo adui huiba hatima za watu kwa kuwafanya waamue vibaya. Muhimu sana hiyo, kwa kuwafanya waamue vibaya. Anainuka mtu anataka ugomvi mpaka kupigana. Before urushe ngumi, jiulize hii ni nini? Huyu mtu ana nini? Kuna mtu anakufanya hivi, unarusha mkono hivi, Joshua anadondoka chini. Akidondoka ndo pumzi inakatika. Unashangaa, unaanza kujiuliza ilikuwa kuaje? Kuna mtu unagombana naye, anavuruga moyo wako, unachanganyikiwa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo adui huiba hatima za watu kwa kuwafanya waamue maamuzi ama wafanye maamuzi mabaya. Kushindwa kuamua kwa usahihi ni kushindwa vita. Ukikosea kwenye kuamua, already unatembea kwenye njia ya red flags. Usiamue kitu, jambo kwa namna ya kawaida. Tafuta, uliza, subiri, vumilia na upate mwongozo mzuri sahihi wa Roho Mtakatifu.
Kuna vitu vinataka usubirie. Kina mchecheto, kina kuchecheta, kina kusukuma, wewe tulia tu. Sema mpaka kukuche. Kuna vitu unaamka kwa papara, unadondoka, adui anakuibia, unapotea. Kwa hiyo uliza, tafuta, subiri, vumilia na upate mwongozo mzuri wa Roho Mtakatifu. Kuna mtu anajiuliza, je, kama linataka liko very urgent, pia Roho Mtakatifu anatoaga majibu ya hapo na hapo. Bwana Yesu asifiwe. Nimsemeshe huyu, lazima uwe, hata kama limetokea jambo gumu. Jambo la pili, jifunze kutenganisha sauti ya Mungu na sauti za adui. Jifunze kutenganisha sauti ya Mungu na sauti ya adui. Wakati wa vita, ukipata vita sasa hivi, uko kwenye vita, uko mgonjwa, kutatokea sauti nyingi sana. Kila sauti inakwambia jaribu hili, fanya hivi utafanikiwa, pita huku, fuata hivi. Lazima uwe makini, kwa sababu katikati ya vita Roho Mtakatifu huwa anakuja pia na huwa anaongea. Kwa lazima uwe na uwezo wa kutenganisha sauti zangu. Wao wanaijua sauti yangu, nao huwa wanasikia nikiwaita na kuwatoa, kuwaongoza kwenye malisho. Anasema akija mwivi hawamfuati. Kuna sauti huwa zinaiba watu. Kuna sauti zinawaondoa watu kwenye vituo vyao. Na adui anatengeneza tu kakitu. Baada ya hako kakitu ambacho adui amekatengeneza, zinakuja sauti, zinakwambia njoo. Mtumishi mmoja wa Mungu alitupa ushuhuda miaka kama 3 hapa. Alienda kuhubiri injili huko Pwani. Sasa anasema ni desturi yake, akifika kwenye huo mji anafanya spiritual mapping. Anachukua kipaza sauti, anaanza kutembea. Anatembea, anazunguka, anaangalia mji umekaeje, kumekaeje hivyo. Anasema alivyotoka tu kama mita 100, akaona katoto kanamwita, kanamwambia njoo. Njoo huku. Unajua kilichotokea? Alipokafuata kale katoto, anasema hazikuisha dakika 10, akajikuta yuko baharini. Alafu yuko katikati ya wazee 50. Wakamwambia, nani amekutuma kuja kuhubiri hapa? Wakawa wanasema lazima asilimu. Lazima asilimu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nikiangalia hivi, ndoto sio ndoto. Nakumbuka ilikuwa ni mchana, nimetoka nafanya spiritual mapping. Nimejitokeaje huku? Haelewi. Na kale katoto akaonekani tena. Ilikuwa ni sauti ya giza. Lazima uwe na uwezo wa kutenganisha sauti. Na sauti hizi haziji kwa njia ya miti, zinakuja kwa njia ya watu. Hazitumii majani, zinatumia watu. Mtu anakwambia, alafu majaribu yanafichwa. Zamani watu walikuwa wanaibiwa mjini, wanakuja watu wanachukua jiwe wanalipaka mercury, linaanza kung'aa. Kama una uwezo wa kutofautisha, wanakuletea, wanajua kabisa una hela, wanakuambia hili ni dini, tulilipata mahali fulani, sasa tumepata sijui changamoto, tunataka tu hela kidogo, tupe tu 100,000. Kama una uwezo wa kutenganisha, umefanyaje? Umeibiwa. Unachukua mercury, acha hiyo mercury yamkini haijawahi kukupata.
Unaoneshwa simu, wanakwambia ni simu, nirudishie tu nauli 40,000 maana nimetoka Morogoro, nilipofika Arusha aliyekuwa ananipokea hapokei simu, naomba tu nikupe hii simu. Unashika hivi, mara unatoa hela inabalishwa, unaondoka nyumbani na sabuni. Mtu mwenye ujuzi wa kutenganisha anajua huyu ni mwizi na anajua huyu ni mtu sahihi. Kwenye ulimwengu wa roho, siku moja baba aliwahi kusema hii statement. Alisema ulimwengu wa roho una vichochoro vingi kuzidi jiji la New York la Marekani. Kuna wataalamu wa rohoni wanajua mahali pa kuvuka, kujificha, wanajua mahali pa kukupeleka wakakupoteza. Usisahau ulimwengu wa roho una vichochoro vingi kuliko jiji la New York. Ukijua mtaa mmoja, usifikiri umejua mji mzima. Kila wakati jifunze kutenganisha. Wakati wa vita ni rahisi sana kupoteza mwelekeo kwa sababu ya sauti nyingi. Ukiwa unaumwa, unaweza kanywa dawa zote duniani. Kila anayekwambia kunywa hii utakunywa, kunywa hii utakunywa, kunywa hii utakunywa, ile nyingine utakunywa. Utakunywa na vitu ambavyo havijawahi kunywewa duniani kwa sababu ya vita. Kwa jifunze. Kana timing ya Roho Mtakatifu. Jambo la 3. Kataa kurudi nyuma hata kama njia yako inaonekana kufika mwisho. Kataa kurudi nyuma. Hata kama njia yako inaonekana ndo imefika mwisho. Unapata mambo fulani magumu kwenye maisha. Unakutana na mambo magumu kwenye maisha. Usiwahi kukubali kurudi nyuma hata kama unauona mwisho huu hapa. Na vita ya rohoni ni halisi. Vita ya imani ni halisi, sio mazingaumbwe. Unakutana na ukuta kabisa. Unakutana na hasara ya kweli kabisa. Unakutana na kukataliwa ya kweli. Sio ile unakataliwa kesho, leo unakubaliwa. Unakataliwa leo, unakataliwa kesho, unakataliwa kesho kutwa. Mwaka unaisha, unakataliwa. Mwaka wa pili, unakataliwa. Mwaka wa 3, unakataliwa. Vita ya imani ni halisi. Lakini usikubali kurudi nyuma. Usikubali kurudi ulikotoka. Safari ya wana wa Israeli ilikuwa ni safari iliyojaa magumu. Hiyo ndio safari tulionayo. Na Yesu alisema, njia ni nyembamba iendayo uzimani. Na anasema wanao survive kwenye njia ni wachache. Kwa nini? Kuna mahali watu wanarudi nyuma. Vita inainuka, watu wana resign. Watu wanaondoka kwenye front line, wanarudi nyuma. Kuna wakati Mungu anataka, unajua the only solution ya kile unakipitia ni kukishinda. Maana nyuma ya ukuta huo ulioinuka ndiko iliko njia mpya. Ndiko iliko hatua mpya. Nyuma ya ukuta wa Yeriko ndiko ilikokuwa nchi ya ahadi. Huko mbele ng'ambo ya jangwa ndiko ilikokuweko nchi iliyojaa maziwa na asali. Kulikuwa na attempt 3. Kulitokea majaribio 3 ya kurudi Misri. Walipotoka Misri walikuwa na furaha. Walikuwa wanashangilia. Walikuwa wanasema tumeuona wokovu wa Bwana. Malaika wa Bwana amewapiga. Ndio tumeshawaacha hivyo. Sisi ni nchi huru. Ni kama wewe
Unajua ile wakati tumeokoka, kuna furaha Mungu huwa anaiweka. Kuna ujasiri Mungu huwa anauweka. Macho yetu kuwa yanaona muujiza fulani pale mbele, lakini ghafla katikati tunaanza kukutana na bahari ya Shamu. Tunakutana na jangwa. Tunakutana na ukame. Tunaanza kukutana na kuishiwa na chakula. Mifugo inadhoofika. Jaribio la kwanza, naandika hapo, Kutoka 14 mstari wa kwanza hadi wa 30. Hii hatutaisoma. Walikuwa na furaha, alafu wamepora zile dhahabu na vito vya thamani vya watu wa Misri. Wakasema sasa sisi ni matajiri. Sasa hivi sasa tuko kwenye uhuru wetu. Sikia nikwambie, kuokoka hakukuondoi kwenye vita. Kumpenda Mungu hakukuondoi kwenye vita. Ila kushinda ni asili yetu. Tuna uhakika wa kushinda. Tuna uhakika wa kuinuka. Tuna uhakika wa kusimama tena baada ya kuanguka. Wasiomjua Mungu wakianguka ndo mwisho wao. Wasio na Mungu mwisho ukifika, wakifikia mwisho fulani unakuwa ni mwisho. Paulo anasema for I am persuaded that neither death nor life, anasema wala kifo wala uhai, anasema wala vilivyopo ama ambavyo vimejificha, anasema wala vilivyo juu ama vilivyo chini, anasema nor principalities, haijalishi wale wanaotawala ulimwengu wa giza, anasema ninachokijua, I am persuaded, mimi ni mshindi na zaidi ya kushinda. Haijalishi sisi tuliompa Yesu, sisi tunaongozwa na Roho wa uzima, tunakataa kurudi nyuma hata kama tumefika mwisho. Tunakataa kuvunjika moyo hata kama mazingira yana sura ya kutuonyesha hapa ni mwisho. Mwanzo 21 mstari wa 16 hadi wa 19. Naomba tusome hili. Mwanzo ni habari za binti mwingine wa pili. Tuanze 15. Yale maji yakaisha katika kiriba. Akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja ama kamti fulani. Akaenda akakaa, akimkabili mbali naye kadiri ya mtupo wa mshale, maana alisema nisimwone kijana akifa. Naye akakaa akimkabili, akapaza sauti yake akalia. Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamwita Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Ondoka ukamwinue kijana, umshike mkono wako, ukamshike mkononi mwako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Mungu akamfumbua macho, naye akaona kisima cha maji, akaenda akakijaza kiriba maji, akamnywesha kijana. Hata wakati umekosea, tulikuwa tunazungumza habari ya maamuzi, kwamba adui huwa anaiba maisha kwa sababu ya maamuzi mabaya. Yeye ni Mungu wa urejesho. Yeye ni Mungu wa rehema. Yeye ni Mungu akumbukaye. Hajiri hakuwa binti aliyekusudiwa kumzaa mwana wa ahadi. Kuna makosa yalifanyika. Kulikuwa na makosa. Kuna maamuzi mabaya yalifanyika. Yule mama aliyekusudiwa kumzaa mwana wa ahadi aliamua vibaya. Kwa sababu si Ibrahim aliyeamua vibaya, ilikuwa ni Sara. Hakuliamini lile neno.
akawa amemwambia Ibrahim, mimi ni mzee, hali yangu sijiwezi, ingia kwa mjakazi huyu akuzalie mwana awe mrithi. Makosa yakafanyika. Hajiri akazaa mwana aitwaye Ishmaeli. Lakini Mungu akasema, hapana, mimi nalikuambia Ibrahim kwa uwapo wangu mkubwa kwamba wewe na mkeo Sara mtazaa mwana, naye ndiye atakayekuwa mrithi. Sasa makosa yamefanyika. Mungu ni Mungu wa urejesho. Mungu ni Mungu wa uhuisho. Mungu ni Mungu wa leo, ni Mungu wa kesho, ni Mungu wa hata milele. Biblia inasema yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Do you know what it happens? Hata wakati tumekosea, hata wakati tumeamua vibaya, hata wakati tumefuata njia isiyo sahihi, tunapogundua, tunaporejea, tunapokataa mauti tukasema tusiendelee tukafa, turudi kwa Mungu, yeye anaturejesha. Isaya anasema hivi, ijapokuwa dhambi zenu ni nyekundu kama bendera, ijapokuwa makosa. Unajua dhambi, yamkini ukufanya dhambi ambazo zinadhaniwa kuwa dhambi, uliamua vibaya. Kwa sababu sometimes hatupigani na vita, tunashindana na matokeo ya vita. Vita ilikuwa ni pale kwenye maamuzi. Tulipoamua vibaya, yanayopigana na sisi ni matokeo ya vita. Biblia inasema kwa kuasi mtu mmoja wote waliingizwa kwenye hali ya dhambi na mauti. Kwa hiyo kwa maamuzi ya Adam na Hawa wote tuliingizwa kwenye adhabu ya mauti. Kwa hiyo vita sio mauti, vita ni yale maamuzi. What happens? Anasema lakini, hiyo ni kitabu cha Warumi. Anasema lakini kwa kutii kwake mtu mmoja wengi wameingizwa katika hali ya uzima wa milele. Kwa ahadi iko wapi? Ahadi ni kwamba Mungu huwa ni Mungu wa another chance. Ni Mungu wa nafasi ya pili. Ni Mungu wa nafasi ya tatu. Yeye ni Mungu. Biblia inasema mwenye haki huanguka mara 7. Kwenye hiyo mwenye haki huanguka, andika mwenye haki hukosea mara 7. Huamua mara 7. Hufanya hivi na hivi. Huwa anakosea, lakini anasema huanguka mara 7 na atainuka tena. Kataa kurudi nyuma. Sasa hadithi hapa ni hivi. Hajiri baada ya yale makosa kufanyika akafukuzwa. Maana unajua baada ya Sara kuzaa, Sara akamuona mwana wa mjakazi anamfanyia dhihaka mwana wa ahadi, yaani Isaka. Moyo kaumia. Akasema huyu ni mwanangu, ndo mrithi wa nyumbani hapa. Kwa nini huyu mwana wa mjakazi anafanya hivi? Sara akamwambia Ibrahim, tena mfukuze huyu binti. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahim akataka, sasa mfukuzaje, ana mwanangu na nini? Roho Mtakatifu akamtokea Ibrahim akamwambia, msikilize mkeo. Vile ulimsikiliza ile mara ya kwanza na sasa hivi fanyaje? Msikilize, mfukuze. Akambariki Ishmaeli, baraka zile za juujuu, akaondoka. Biblia inasema wakiwa jangwani. Nazungumza habari ya mtu ambaye uko mahali fulani, vita imeinuka, maisha, hali yako ya maisha, kuna mikwamo unaiona, kuna miisho umeifikia. Yamkini uko hapa ibadani, haujui baada ya ibada ni kitu gani kinaenda kutokea. Uko utukufu wa Mungu, na kila penye utukufu wa Mungu ndiko
zilikofichwa baraka zetu, ndiko ulikofichwa ushindi wetu, ndiko yalikofichwa maisha yetu. Kule anakokuongoza Mungu ama anapopeleka Mungu, hata kama kuna vita, ndiko uliko utukufu wa Mungu. Na uliko utukufu wa Mungu, ndiko ziliko baraka zetu, ndiko uliko ushindi wetu, ndiko yaliko maisha yetu. Kulikuwa na mwanaume anaitwa Danieli na wenzake 3. Unajua kile huwa tunaogopa, huwa tunamwomba Mungu tusiingie kwenye vita. Naomba mchana wa leo ubadilishe mtazamo. Mungu hakukwepeshi kwenye vita. Iliko vita ndo huko anakuambia nenda mwanangu. Biblia inasema hivi. Huu ufunuo niliupata kwenye kitabu cha Mwanzo, sura ile ile tuliyoiandika ya 21. Mungu alikuwa anajua kuna njia rahisi ya kuingia Kanaani, lakini Mungu akawaongoza wapitie njia ya bahari ya Shamu. Kitu gani Mungu alikuwa anakitafuta? Mungu alikuwa anatafuta utukufu wake. Kuna ile nyimbo tunaimbaga, Bwana katika miungu yote, ni nani aliye kama wewe? Mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa, uliyevuma kwa upepo wako, bahari kafunikiza adui, wakazama kama risasi, risasi ndani ya maji makuu, uinuliwe. Sasa kabla hajainuliwa, kabla hajatukuzwa, kabla hawajatupwa kwenye maji kama risasi, kwenye maji makuu, do you know what happened? Aliwaongoza kwenye njia ngumu. Kulikuwa na njia ya siku 3 kuingia nchi ya ahadi, but akawaongoza penye utukufu wake. Penye utukufu wa Mungu kuna vita. Baraka ziko kwenye vita, kuinuliwa kuko kwenye vita. Akawaambia shukeni mashariki. Biblia inasema waliposhuka, wakafika, wametembea usiku, ghafla asubuhi mbele yao iko bahari. Vita. Nyuma yao wa Misri. Na kilichokuwa kinawakereketa wapendwa, walichukua mali za Wamisri kwa udanganyifu. Waliambiwa nendeni mkaazime. Kwa hiyo Bright unaondoka, unaenda unaazima kikombe cha dhahabu cha gharama anachonywea baba wa Kimisri, divai. Unamwambia na mgeni, bwana nitakurudishia kesho. Anakupa kikombe, unaondoka. Kumbe usiku huo mnaondoka kila mtu. Kwa hiyo waliazima vitu vyote vya thamani kutoka kwa Wamisri. Sasa unajua mwizi akikamatwa, unajua ndo umebeba gunia, alafu unataka kuondoka, alafu ndo mwenye nayo anatokea, unabaki umelishikilia hivi, huna cha kusema. Biblia inasema wakaanza kulia, wakasema ole wetu sisi, maana mwisho wetu umefika. Je, Musa hatukukuambia? Tulikuambia hapa kuna makaburi, kuna viwanja vya makaburi, wache tu tuishi huku, tufie huku. Usiku mzima walikuwa wanalia, kilio cha watu. Wakapiga ile nduru unayejua ya kikabila lako ya hatari. Wakalia, kila mtu analia kivyake. Oh, tumeisha sisi, tumekufa sisi. Biblia inasema Musa akajitenga, akaenda pembeni. Kuna mambo hupaswi kurudi nyuma. Usifanye maamuzi
Kurudi nyuma isiwe ni option yako. Nenda pembeni, nenda mlimani, ingia kwenye chumba cha maombi, anza kuziuliza mbingu, Bwana, tunapita wapi? Acha kuangalia perception zako, usiangalie mitazamo yako kwamba bahari haijawahi kugawanyika. Wewe mwambie Bwana, hapa tunapigaje? Hapa tunaendaje Bwana? Hapa tunapitaje? Musa amelala kifudifudi akamwomba Bwana. Na unajua kuna vitu kilio hakileti majibu. Ile kukaa unawaza haileti majibu. Only prayer. Maombi yana majibu. Kuomba kunaleta majibu. Kuomba kunafungua macho. Kuomba kunaleta akili mpya. Kuomba kunaleta mawazo mapya. Unasema hebu ngoja nikajaribu pale, hapa kumeshindikana, hebu ngoja nikajaribu. Akamwambia Musa, what do you have? Akasema nina fimbo. Ile fimbo uliyoiangusha kwa Wamisri, ikameza nyoka wote, hiyo. Tuna jina la Yesu. Tuna jina lipitalo majina yote. Every time liinue hilo jina kama fimbo ya Musa. Yapige maji, upige mwamba. Unatakiwa kila wakati ujitenge, alafu ingia in prayer, alafu kiwa na jina la Yesu. Alafu, do you know what happened? Alipo yapiga maji, Biblia imeandika kwa kawaida, inasema upepo wenye nguvu ukaipiga bahari usiku ule. Ule upepo wenye nguvu haukuwa upepo wa kawaida. Kwenye Biblia ya Kiebrania, ule upepo unamaanisha Roho Mtakatifu. Siri ya kupokea ushindi wako katika Roho Mtakatifu. Wewe uko hapa, vita yako iko hapa, una jina la Yesu hapa. Unapoomba unamwachilia Mungu kwenye operation, unamwachilia Roho Mtakatifu kwenye utendakazi. Wewe yapige maji. Kwa maneno mengine wewe omba. Kwa maneno mengine wewe kemea. Kwa maneno mengine kataa. Vile itatokea, kuna nguvu inaanza kufanya kazi. Anasema upepo wenye nguvu. Ruach ndio neno lililoandikwa kwenye ile tafsiri ya asili kwenye mstari. Roho Mtakatifu. Unajua zamani Mungu alikuwa anajifunua kwenye vitu vya kawaida vya ulimwengu wa mwili. Lakini sasa hivi yuko Roho Mtakatifu, Mungu anayekaa ndani ya kanisa. Yesu alikuja. Yeye Isaya alitabiri akasema ataitwa jina lake Immanueli, maana yake Mungu pamoja na wanadamu. Yuko ndani yako na yuko kwa njia ya Roho Mtakatifu. Maji. Biblia inasema maji yakapigwa na upepo wenye nguvu, kukatokea bahari, njia katikati ya bahari. Walipovuka, ukisoma hiyo Kutoka 14, wa Misri, Mungu akafanya mioyo yao iwe migumu ili audhihirishe utukufu wake. Wakaingia na wao kwenye bahari. Walipofika katikati ya bahari, maji yakafanyaje? Yakarudi. Ng'ambo ya pili ya bahari ya Shamu. Kwenye kitabu fulani hivi ukisoma vitabu vya Musa, ndo wimbo unaanza kuimbwa. Bwana, katika miungu yote ni nani aliye kama wewe? Mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa.